nafasi aliyopata ni kubwa. Pamoja na kuteuliwa lakini ni kubwa kwa sababu kuteuliwa muda wote unateuliwa na unainguliwa. Lakini pia mimi binafsi nimpongeze. Sijajua ni kitu gani ambao wamekiona FIFA na kumpa hicho kitengo, lakini binafsi wao wenyewe wanafahamu nini anakifanya kwenye mpira huu duniani. Kiacha kwenye bara la Afrika lakini dunia nzima. Maana kumwambia kwamba yeye amepewa kicheo duniani, maana kwenye mashirikisho yote, kwenye mabara yote, naona yeye amepata hicho kitengo. Kwao ni jambo la kumpongeza. Wao wenyewe nadhani wameona kitu gani ambaye anakifanya, lakini kwa mimi binafsi ndani hapa ya Tanzania na kwenye bara letu la Afrika sijaona kitu kikubwa ambaye kakifanya ambaye mimi inawezekana nikampongeza kwenye hicho kitengo, lakini wao wameona kumpa hicho kitengo. Lazima tumpongeze siku zote kwa sababu tayari kashateuliwa. Huwezi kukikataa. Tumpongeze, aende akakitumikia hicho cheo chake kingine baada kile cha kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sasa hizi ni mjumbe wa dunia kwenye ukanda wa michezo. Kwa hiyo mimi binafsi nimpongeze Engineer Hersi. Aendelee kupambana. Kumbe yuko tucheze watu wanachapisha t-shirt, wanachoma jezi lakini kule anapanda cheo. Nimpongeze pia. Kwa wewe umepokeaje taarifa? Mimi nimeipokea kawaida tu kwa sababu binafsi wote tunaishi hapa tunafahamiana. Kwa hiyo wao wameona na kitu zaidi chenye ubora kwenye mpira, wamempa cheo. Inawezekana pengine Jani Mfatino mjomba wake. Kuna shida gani? Hawa kama babake mdogo yote inawezekana. Akampa kitengo pia kijana wake naye aendelee kung'ara, aonekane naye yumo kwa sababu timu yake inaonekana iko down sana kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo inawezekana akipewa cheo hiki, inawezekana wakaipush timu yake pia ikaonekana ina thamani kubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla. Sio amepewa cheo kutokana na utendaji wake ambao anafanya ndani ya mpira hapa nchini kwetu Tanzania, hususan ndani ya klabu ya Young Africans ambao kwa hivi sasa imeonekana ikifanya vizuri, lakini pia ujumbe wake ambao alikuwa amepewa. Binafsi sidhani kama hilo linaweza likawa hivyo kwa sababu sisi ndani ya miaka 4 back to back tulikuwa na uongozi na ulikuwa uko imara tu, umefanya kazi kiuweledi, tumechukua ubingwa miaka 4 mfululizo na hakuna sehemu watu waliandamana na kuchapisha t-shirt, lakini sikuona hivyo vyeo zaidi ya cheo ambaye nilikiona alipewa cha ujumbe kwenye bara letu la Afrika CAF. Bwana dada yetu madam Barbara Gonzalez ambaye ndo alipewa kile cheo kule CAF, lakini sikupata nafasi ya kupewa cheo huko FIFA. Lakini yeye binafsi hatuwezi jua kwa nini kapewa cheo FIFA kwa sababu kwa ukanda wetu yeye ndio kiongozi pekee alioingia kwenye scenario ya wachezaji kuongozana kudai madeni FIFA na kuwalipa pamoja na makocha wao. Lakini sisi iko kitu tumepoteana nacho muda mrefu sana. Kwa hiyo sisi tulistahili kupata cheo hicho kuliko yeye kupata hicho cheo. Sidhani yeye ana sababu gani nyingine. Kiongozi wa kupata cheo hicho sio lazima awepo mwenyekiti wa klabu. Anawezekana akawa hata mjumbe wa bodi anaweza kupata hicho cheo. Akawa CEO pia anaweza kupata hicho cheo kwa sababu hata huko alipata Babla ambaye alikuwa CEO wa klabu, hakupata mwenyekiti wa klabu. Kwa hiyo binafsi kupewa kwa Engineer Hersi pengine ni mipango na wao wenyewe kuna vitu wale wanavipata kutoka kwake. Ndio maana wamempa hicho cheo, lakini kwa utendaji wa kazi kwenye uweledi mimi napinga kwa sababu yeye ndio kiongozi wa kwanza katika ukanda wetu kuletewa barua kutoka CAS za madeni na wamelipa tena, sio kwa wachezaji mpaka kwa makocha. Lakini Simba ndani ya hiyo miaka 4 iliyopita hakuna hayo madeni mpaka sasa. Tumeondoa wachezaji kibao, lakini hakuna mchezaji yeyote mpaka leo alipeleka klabu yetu CAS kudai pesa na kulipwa, hakuna. Kwa mimi binafsi sidhani kama kwenye utendaji wa kazi ndio ulosababisha yeye kupewa hicho cheo. Mimi naamini tukapewa hicho cheo kuna sababu zao tu binafsi, wenyewe wameona kwamba hizi zinasui wakampa hicho cheo, lakini sidhani kwenye football kwamba kuna kitu amekifanya kikubwa zaidi akupewa hicho cheo. Kwangu sijakiona. Unahisi amependelewa? Siwezi kusema amependelewa kwa sababu kupendelewa labda wangeshindana wako 5 wako 6 ningeona kapewa yeye ningesema amependelewa, lakini hicho ni cheo cha kuteuliwa. Kateuliwa yeye kama yeye, hakuteuliwa mtu mwingine wakashindana. Kwa hiyo siwezi kusema cha kupendelewa. Wao wamempa na wameona anastahili kwa Tanzania tumteue yeye kuwa mjumbe wa mashindano yote kwenye mpira wetu duniani FIFA. Mimi kwangu haina shida. Wao walomteua ndio wanajua kwamba ana kitu gani ambaye anakifanya kwenye mpira huu duniani. Kwa pale Simba ulitamani nani angeweza kupewa cheo kama hicho? Kwa mimi Simba siwezi kusema nani angepewa cheo hicho. Wao wenyewe kama wangeona. Simba umefanya mambo makubwa sana ndani ya miaka hii. Tumefanya mambo makubwa ndani ya hiyo miaka 4, lakini kwenye miaka 4 hii hapa ambaye sasa hivi tumeimaliza, tunaelekea kwenye mwaka huu wa 5 ambao tunauanza sasa. Binafsi uongozi kikweli wa upande wetu sisi wanachama haukusimama imara sana katika ngazi ya vilabu katika ligi yetu hapa Tanzania, lakini kwenye bara la Afrika tumesimama vizuri kwa sababu tumecheza finali kombe la shirikisho bila kulisiti. Kwa hiyo naamini tumefanya vizuri, lakini kwa sababu wao binafsi wamechagua Engineer Hersi ndio wanafaa, mimi kwangu haina tija. Lakini kwa mimi binafsi hata msemaji wangu mimi nilistahili kupata hiki cheo. Anafanya kazi kubwa kuliko Engineer Hersi. No doubt. Anafanya kazi kubwa kuliko Engineer Hersi. Angepewa hiki cheo mimi kwangu ningesema swadakta. Ungesema swadakta. Yeah. Ningekubaliana nacho kwa sababu ni cheo ambaye anaendana nacho kwa sababu ni mtu ambaye anajituma. Mpaka sasa hivi tunavyosema yuko mtaa kwa mtaa, mkoa kwa mkoa kuhakikisha kwamba wanaenda kuhakikisha wale wanaosambaza jezi fake
kuendelea kukamatwa. Maana hii jambo kubwa wanaolifanya kwa hawa watu ambao wanaingia kuweka pesa Simba na kwa ajili ya kuitumikia klabu yetu, kwa sababu leo mtu kaweka bilioni 38 kama sponsor wa jezi, lakini watu wanatoa jezi fake, na maana wanapotoa jezi fake yeye tayari tena mjini hatafanya kazi, na watu wengi wanaotoa jezi fake wanauzia vijijini, na ndio maana wao wameanzia huko kwenda kukamata hizo jezi fake ambaye baadhi ya mikoa zilikamatwa. Kwa hiyo mimi naamini ni kazi kubwa ambayo anaifanya. Tupo kwenye break hii hapa ya kimashindano ya FIFA. Umeona? Kwa hiyo sasa hizi itakuwa apumzika kae na familia yake. Lakini bado hana muda wa kupumzika kukaa na familia yake, mtaa kwa mtaa, mkoa kwa mkoa, kwenda kuhakikisha kwamba watu wananunua jezi original za klabu ya Simba, sio kununua jezi fake. Maana yake ni kazi kubwa anafanya. Mimi naamini angepewa cheo kama hiki, mimi ningesema kwangu good, ningempa saluti 3 binafsi msemaji wangu. Simba wanaelekea kucheza mchezo wenu wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman. Kwa wewe kama shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, unaona mchezo huu unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani, haswa kutokana na mwalimu mpya kuja ndani ya kikosi cha Simba? Mzee Matatu na mimi ndio tutakuwa mechi yake ya kwanza kwenda kuangalia mfumo wake. Je, pila litatembea kama lilivyokuwa linatembea Gaborone dhidi ya Simba Benjamin Mkapa, ama itakuwa lile pila Magimbi, pila Futari? Mimi natamani kwamba siku ya kesho tunaenda kuangalia bonge la pila. Pila litapigwa pale Samuyo, pale Mbweni, pale jeshini pale. Pila nadhani alichopigwa la kijeshi. Pale pila litatembea. Kama ni kijeshi ile wenyewe wanakoroa, wanasema wanakoroa, wanatembea na nyasi. Nadhani ndio pila litakotembea pale jeshini. Maana jeshini kuna mifumo yote inatumika jeshini. Ukitaka kukimbizana mtakimbizana, mkitaka kulala na nyasi mtembelee tumbo, mtalala na nyasi mtatembelea tumbo. Kwa naamini kesho tutatembelea tumbo pale kwenye uwanja Meja Isamuyo pale Mbweni. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwa kocha wenu huyu mpya. Maneno ni mengi kwa sababu anaonekana mzee wa Matatu mara hana CV ya kuwa kocha mkuu. Sasa pale alivyosema Benjamin Mkapa alikuwa kama nani? Alikuwa wa muda au alikuwa kama nani? Au ile CV yake ndio ilikuwa haipo, haijaonekana kama pale kasimama, hana leseni ya kusimama pale. Maana alisimama mechi ile mwanzo mwisho na akafanya sabu zote 5 na alikuwa anadai change ikiwezekana kule kwenye benchi kule, iwezekana aongezewe wengine ili amalizie kufanya sabu hata 10. Sasa mtu kama huyo binafsi kasimama kwenye benchi leo tunaambiwa hana leseni ya kusimama kama kocha mkuu. Mimi binafsi naona ni vitu vya ajabu, ni vitu vya kustaajabisha. Lakini yote kwa yote ngoja tuone, kwa sababu aliwahi kuja Pablo Franco hapa, alisimamia timu kwenye ligi, akawa na leseni kusimama kwenye ligi kama kawaida. Tukienda kwenye ngazi ya vilabu barani Afrika kwenye mashindano yao wamesema kwamba hana leseni ya kusimama hapa. Kwa mimi binafsi ngoja tuone, mashindano yanaendelea. Mechi yetu ya kwanza itakuwa dhidi ya ndugu zetu Msingizini, tutaenda kuamsha kule kwao Eswatini. Kwa hiyo kesho sisi tutaenda kuona mfumo mpya wa mzee Matatu. Je, Matatu yatatembea ama Matatu yatabaki tu kwenye mwili? Mimi binafsi kesho nitaenda. Ni wagumu sana wa kufanya sabu, yani wanakuwa hawaamini wachezaji waliokuwa nje kwenye benchi pale, na kati unajua wachezaji wanaohusika kwenye mchezo ni wachezaji 18. Kama wachezaji 18 hao walioanza na wale waliobaki pale pia ni daraja moja, ili mradi tu kwamba kusoma mchezo. Wapo ambao wapo kwenye mifumo ya kusoma mchezo, akianza inawezekana asikupe kitu, lakini akitokea sabu akaenda kukupa kitu. Na sasa hivi timu ya Simba ina vikosi zaidi ya viwili ambavyo vyote ni bora, yani sawa sawa na msemo wa Kimakonde, ndani mtiti nje mtiti. Sasa sidhani kwamba kocha utakuwaje na hofu ya kufanya sabu. Ulimuona sema ni Matola Veroni kwenye michezo yake miwili ya kwanza ya ligi. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.